Hebu leo tuangalie namna gani unaweza kupata pesa kupitia crypto. Crypto ina njia nyingi ambazo unaweza kuzipata pesa, na leo tunaenda kuchambua njia moja baada ya nyingine, namna gani unaweza kuitumia crypto kwa kujipatia kipato. Njia ya kwanza ni kufanya trading. Trading ni biashara ya kununua na kuuza kwa muda mfupi. Biashara hii sipendekezi kwa mtu ambaye hana uelewa na masuala ya chart, masuala ya bei au masuala ya risk management. Njia ya pili ni kubuy and hold. Buy and hold naipendekeza kwa mtu ambaye hana uelewa na masuala ya trading. Hii ni kununua alafu baadaye unauza. Kwa hiyo watu ambao walinunua Bitcoin miaka mitano iliyopita sasa hivi wanaiuza kwa bei kubwa. Kwa hiyo hiyo ndio njia sahihi ambayo kwa mtu ambaye hata kama hana uelewa na masuala ya crypto. Njia ya tatu ni staking. Staking ni kuchukua coin zako na kuzistake sehemu ili uwezeshe transactions zifanyike, alafu wewe utakuwa unapata riba kila miamala inapofanyika. Kwa hiyo njia hii nayo huwa inaipendekezwa kwa mtu ambaye hana uelewa wa masuala ya crypto. Njia ya nne ni mining. Mining ndio njia yangu penda, lakini hii sipendekezi kwa mtu ambaye hajui masuala ya crypto, kwa sababu 90% ya kwenye makampuni ya mining huwa ni matapeli. Kwa hiyo unahitaji elimu kubwa kujua kutofautisha ni yupi ambaye ni sahihi na ni yupi ambaye sio sahihi. Kampuni moja ambayo naweza nikakupendekeza ni kama vile GoMine, ambayo link yake nimeweka kwenye bio yangu. Unaweza kwenda ukajisajili ukapata asilimia kadhaa. Kwa hiyo mining ni sehemu ambayo unaweza kutengeneza pesa kubwa sana, na ni sehemu ambayo ukienda vibaya unaweza ukatapeliwa pesa nyingi sana ikikutana umekutana na matapeli. Na hisi watu wengi washawahi kutapeliwa sana kwenye njia, lakini mimi kwangu ndo huwa napendekeza sana ninapofanya masuala ya crypto. Batano ni yield farming. Yield farming ni kufanya biashara kwenye DeFi. Maana unachukua crypto zako unaziweka kwenye DeFi. Unaweza kukopesha watu na biashara nyingine ambazo zinafanyika kwenye DeFi. Lakini njia hii huwa napendekeza kwa mtu ambaye anauelewa na masuala ya DeFi, kwa sababu nako kuna riski kubwa ikiwa kwamba unawekeza bila kujua unachokifanya ni nini. Kuna njia kama tatu zingine zimebaki. Unaweza kuweka comment yako hapo chini. Ni njia ipi ambayo wewe huwa unaitumia na njia ipi ambayo unaielewa zaidi?